anafanya mapenzi yao na mwanamke, yani vitu vya ajabu ajabu vinatendeka, na zao watoto Mungu wa roho, lakini Mungu wa mwili hana watoto. Cha ajabu unapata mimba, cha ajabu inatoka inapotea ghafla. Lakini leo nipo na mtumishi wa Mungu huyo ambaye yeye anaweza kutatua matatizo yako, anaweza kufunga vifungo vyako, ana neno la Mungu juu yako, ili ukimsikiliza naye atakufungua. Karibu sana mtumishi wa Mungu, uweze kuelekeza watumishi wa Mungu ambao wanatusikia sasa hivi wakati huu. Asante. Kuna watu wanasumbuliwa na matatizo mbalimbali. Kweli ndoa zinavurugika. Ndio. Watu wanatamani kupata watoto lakini inashindikanika kwa sababu ya majini ya mahaba. Ndio. Majini ya mahaba wamevunja ndoa za watu. Majini ya mahaba wamewatesa watu mpaka sasa wanateseka. Lakini ndugu mtazamaji, naomba usitoke. Naomba tatizo lako leo Mungu ameliona. Kwa hiyo ninaomba moja kwa moja niende katika kitabu cha Biblia kitakatifu, katika kitabu kile cha Yuda, ile sura ya kwanza ule mstari wa 6. Malaika wasioilinda enzi yao wenyewe, lakini wakaacha makao yao yaliyohusu, wamewekwa katika vifungo vya milele chini ya giza na hukumu siku ile ya kuu. Na mstari wa 8 nasema, kadhalika na hawa katika kuota kwao kuutia mwili uchafu, ukataa utawala na kuyatukana matukufu. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo neno la Mungu linazungumza kuhusu hao majini ya mahaba. Jini la mahaba walikuwa ni malaika kule mbinguni. Walipohasi yule malaika wale, wakapelekwa kuzimu katika kifungo cha milele, na hawa wameitwa majini. Kwa hiyo ndo hao majini wanaotesa watu. Ukisoma katika kitabu kile cha Ufunuo sura 12 utajua jinsi gani yule Yusufari, yule shetani mkuu, alipoasi mbinguni, walipotupwa duniani, na hawa majini wakawa wahasi, wanawatesa watu mpaka leo. Unanitazama mahali hapa, dalili zake chini hiyo ya mahaba. Unaweza ukaota ndoto unaishi na mwanamke katika ulimwengu wa njozi. Ukiona unafunga ndoa na mwanaume au mwanamke katika ulimwengu wa njozi, hiyo ni dalili ya majini ya mahaba. Kwa mwanamke, unaota usiku unanyonyesha watoto, unafunga ndoa katika ulimwengu wa roho, hizi ni dalili za jini wa mahaba. Kuna muda mwingine unakuwa mjamzito kabisa, alafu nashangaa dalili yote alafu inatoweka ile dalili. Ukiona hii ni jini wa mahaba. Madhara yake huyu jini, madhara yake ya kwanza, unashangaa unatamani, ukashangaa ukafunga ndoa unaanza kufurahia, mara tu mwanaume umtaki, katika ulimwengu wa roho, hautaki wewe uolewe, hautaki wewe uoe mwanaume. Alafu unajikuta muda mwingine unatafuta watoto wapati, kumbe katika ulimwengu wa roho atamani kuwa wewe kupata mtoto. Kwa hiyo huyo jini amewasumbua watu wengi sana, wamehangaika kwenda kwa waganga, wamepoteza gharama zao, wamepoteza watu waliowapenda wa karibu, wapenzi wao, kwa sababu ya hili jini. Sasa nikwambie, mwana wa Mungu, unanisikia, unaiangalia kamera hii, unaniangalia siku ya leo. Leo utakuwa mzima na utafunguliwa katika vifungo ulivyo navyo. Sasa tuombe nami. Nataka tuombe na mimi. Hebu naomba, cha kwanza uchukue mkono wako uweke kwenye kifua chako, alafu fatisha maneno haya. Sema, Bwana Yesu, leo mimi nimeshuka kwako, nataka kuwa mwana wako. Mimi ni mwenye dhambi. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu na uandike jina langu kwenye kitabu cha uzima, na alitie muhuri jina langu lisiondoke kwenye kitabu cha uzima, na nitenge na hao mapepo majini ya mahaba. Bwana Yesu, nisaidie. Kaa hapo nikuombee. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwangalie mama yule, mwangalie baba yule. Ameteseka kwa miaka mingi kwa kutaka watoto, ameteseka kwa miaka mingi kwenye ndoa yake, maana huyo jini la mahaba lilimtesa kwa muda mrefu. Leo na kuamuru wewe jini wa mahaba, umtoke mama yule, umtoke baba yule, na kila mipango aliyopanga katika ulimwengu leo, lengo asipate watoto, kuanzia sasa akapate watoto. Lengo asipate mume, kuanzia sasa akapate mume. Lengo asipate mke, kuanzia sasa akapate mke. Lengo asifurahi katika ndoa yake, kuanzia sasa akapate
apate kufuraha katika ndoa yake. Naamuru kwa damu ya Yesu Kristo ukamtoke kwa jina la Yesu Kristo. Ninapiga kila mipango iliyopangwa shetani dhidi ya mama huyu na dhidi ya dada huyu, dhidi ya baba huyu. Ninafunga kila madhabahu yako ya kuzimu kwa jina la Yesu Kristo. Asante Mungu, maana umeenda kumfungua mama yule, baba yule na pamoja na yule binti. Ninakushukuru Bwana kwa sababu unaenda kufurahia ndoa yake. Katika jina la Yesu ninaomba na kushukuru. Amen. Sasa nikwambie wewe mama, kama na wewe baba unanitazama mahali hapa, hebu chukua namba hii. Kama unataka msaada zaidi, chukua namba hii, itakusaidia. Maana kuna wengi walikuwa na matatizo kama yako, lakini kwa kufanya maombi amefunguliwa, na sasa hivi wamepata watoto, wamepata wanaume wazuri na ndoa zao wanafurahia. Basi namba hii itakusaidia. Hebu andika hiyo namba 0787002595. Unipigie ili nikusaidie. Au kama ukumbali sana, basi nenda katika nyumba za ibada, kuna watumishi wa Mungu watakusaidia tatizo lako lilokuwa nalo. Haina haja kuhangaika kwa waganga, haina haja kupoteza gharama yako, haina haja kukata tamaa. Kwa kupitia tatizo lako Mungu atakuokoa. Yesu wetu atakuokoa kupitia tatizo hili. Amen. Asante sana mtumishi wa Mungu, najua mmemsikiliza na kumtazama jinsi alivyoelezea, na ukifuata maelekezo utapokea uzima wa milele, na ukifuata maelekezo utapokea uponyaji. Kama ulikuwa na magonjwa hayo yanakusunguka na mambo ya roho katika chini mahaba, utafunua na utakuwa mzima wa afya kabisa. Hautasumbuka tena magonjwa hayo, hatakukuta tena, kwa sababu umekuwa ndani yake, amekuwepo Yesu Kristo, na wewe utakuwa mzima wa afya kabisa. Asante sana mtumishi wa Mungu, na Mungu